utukufu ulioje, haleluya, utakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha sote tutakapofufuka. Lo, utukufu ulioje, haleluya, utakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Asubuhi moja njema tutamwona Yesu hewani, kuja kunichukua mimi na wewe, ushiriki upendo. Itakuwa furaha iliyoje watakatifu watakapofufuka kuelekea kwenye yubile uko ng'ambo hewani. Lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha sote tutakapofufuka. Lo, utukufu ulioje, haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Funde tutaona watakatifu wote waliolala huko wakifufuka kwa ajili ya ile yubile iliyo hapa mbele tu. Katika kufumba na kufumbua tutabadilishwa wote. Ndiyo Bwana Yesu, watakatifu wote ndio wetu tutabadilishwa kwenda kwenye yubile hiyo. Lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha sote tutakapofufuka. Lo, utukufu ulioje, haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Tuliwazi hapo hilo jeshi la mbinguni, tunaanza kuimba tukiimba katika huyo Roho Mtakatifu, jinsi ambavyo mbingu zitavuma, mamilioni huko wataungana katika wimbo wetu. Pamoja nao mbinguni tutakuwa tukimwinua Kristo nyakati zote. Amina. Lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha sote tutakapofufuka. Lo, utukufu ulioje, haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Hebu tupigie makofi. Naweza kupata kusikia utukufu kutoka kwenu? Lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha sote tutakapofufuka. Lo, utukufu ulioje, haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Ubeti wa mwisho tuliwazia hapo hilo jeshi la mbinguni, tunaanza kuimba tukiimba katika huyo Roho Mtakatifu, jinsi ambavyo mbingu zitavuma, mamilioni huko wataungana katika wimbo wetu. Pamoja nao mbinguni tutakuwa tukimwinua Kristo nyakati zote. Lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha sote tutakapofufuka. Lo, utukufu ulioje, haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha sote tutakapofufuka. Lo, utukufu ulioje, haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Jina la Bwana lihimidiwe. Lo, ni kuimba kulikoje. Lo, ni kupaza sauti kulikoje. Itakuwa yubile iliyoje. Jina la Bwana lisifiwe. Jina la Bwana lisifiwe. Je, huna furaha kwa hilo? Utakuwapo kule ninyi nyote. Lo, amina, amina. Mimi nitakuwapo kule. Jina la Bwana lihimidiwe. Nasubiri kwa hamu. Bwana asifiwe. Lo, itakuwaje? Lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha sote tutakapofufuka. Lo, utukufu ulioje,
haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha, sote tutakapofufuka. Lo, utukufu ulioje, haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Ubeti wa pili, kunde tutaona watakatifu wote waliolala huko wakifufuka kwa ajili ya ile yubile iliyo hapa mbele tu. Katika kufumba na kufumbua tutabadilishwa wote, watakatifu wote tulioitwa tutabadilishwa kwenda kwenye yubile hiyo. Lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha, sote tutakapofufuka. Lo, utukufu ulioje, haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Hebu tupige makofi mara moja zaidi. Nadhani tunapaswa kuliwazia kwa muda mrefu zaidi. Lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha, sote tutakapofufuka. Lo, utukufu ulioje, haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Amina. Jina la Bwana lisifiwe. Bwana sifiwe. Ni siku iliyoje, ni siku ya jinsi gani! Ninataka tu kusema tu kwamba tunampenda na kupenda Bwana. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amina, mwaweza kuketi. Limidiwe jina zuri la Bwana. Ni vizuri sana kuwa hapa usiku wa leo. Ninashukuru sana mimi ni mmoja wao. Lo, nimefurahi sana. Ningeweza kuanza kuimba huo sasa hivi pia, kwa sababu ninafurahi kuwa mmoja wao. Hakika tunapenda kuwakaribisha kila mmoja wenu na wageni wote. Najua tuna wageni wengi hapa ambao wametoka mbali sana. Lazima nilijisikia kama vile ndugu Branham alivyojisikia ukiendesha kwenye eneo la maegesho. Unaona nambari za leseni kutoka Georgia na kutoka Texas, na ni nzuri. Nao wanatoka mashariki na magharibi. Na ingawa ninyi watu kwa njia ya mawimbi ya simu hamko hapa kimwili, lakini mko kiroho. Wote ni sehemu ya bibi harusi. Uchumi wake mkuu unatoka ulimwenguni kote. Ni ajabu vipi! Katika dakika moja, katika kufumba na kufumbua jicho, sote tutakuwa pamoja tukiwa tumeungana pamoja. Na hebu kisia, ni nani atakaye tutambulisha? Ndiyo Bwana! Ndiyo Bwana! Ndiyo Bwana! Ndiyo maana tunataka kujiunganisha na sauti hiyo, ili wakati yeye anaposema tazama Mwana Kondoo wa Mungu, naijua hiyo sauti, naijua hiyo sauti. Kilindi kinaita kilindi. Jina la Bwana limidiwe. Amina. Amina. Bwana sifiwe. Mwaweza kuketi. Mungu wangu, ni jioni tukufu jinsi gani tutakayokuwa nayo pamoja usiku wa leo. Ni wiki tukufu jinsi gani, majuma tutakayokuwa nayo, tukiyatazamia yote ambayo Bwana atakayo yafanya tukimsifu, kwa sababu atatupa baraka, atatupa vitu vya thamani, na atatupa ufunuo zaidi. Limidiwe jina la Bwana. Tumeketi kwenye lile jua la Agosti. Ninalipenda nukuu hiyo. Haikuwa kwa ajili yao huko nyuma, ilikuwa ni jembe la umeme, yalikuwa ndiyo yamepandwa tu. Sasa hiyo mbegu kamili ikifikia katika kukomaa, ikiketi katika uwepo wa jua, ufunuo huo ukaja mbele zaidi na zaidi. Isingekuwa kwa ajili yao huko nyuma, sisi tusingekuwa hapa sasa hivi. Ni kwa ajili yetu sasa. Bali ni Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Amina. Bado tungali tunaishi kutokana na kula ile mana iliyofichwa tuliyokula jana usiku. Je, unayo furaha kwa ajili ya ufunuo huo wa kiroho ulionao? Amina. Jina la Bwana limidiwe.
Tunashukuru kwamba tunamtambua Mungu katika urahisi. Mungu katika urahisi wa siku yetu. Tunamtambua nabii na mjumbe wa Mungu wa siku yetu ambaye yeye alimtuma. Huyo alikuwa ni Mungu katika urahisi kwa ajili ya siku yetu. Jinsi ambavyo yeye alivyolieleza hilo mpaka mwanzo hadi mwisho, iliwapita wote wenye hekima na akili na kila kitu. Wao walikuwa wanatazamia jambo lingine, bali hilo lilifunuliwa kwa watoto wake. Walimuona huyu alikuwa ni nani, ya kwamba alikuwa ni Yesu Kristo, yeye yule jana leo na hata milele aliyekuwa. Huo ndio ule ufunuo wa kiroho. Kuna mafunuo mengi, lakini kuna ufunuo mmoja tu wa kiroho. Jina la Bwana lihimidiwe. Asante Bwana. Je, unayo furaha alimchagua William Marion Branham? Amina. Ninayo furaha. Ninayo furaha kwa ajili ya jambo hilo. Amina. Mweza kuketi? Amina. Sasa msinielewe vibaya. Sisi hatumwabudu huyo mtu, lakini naamini Yohana alijaribu kufanya hivyo. Hiyo ni imani yangu tu. Akasema alianguka ili kumwabudu yeye aliyempa hayo. Mimi sijui mengine. Alisema alikuwa ni malaika mjumbe, alikuwa ni mjumbe wa duniani. Ni nani mwingine aliyekuwa na mafunuo hayo yote isipokuwa yule mjumbe wa wakati wa saba wa kanisa? Bwana sifiwe. Asante Bwana. Lo, Mungu wangu. Ndio Bwana. Amina. Mweza uketi? Alisema Yohana alianguka chini kumwabudu, aliiona ishara ya Masihi. Alikuwa amemwona Yesu, aliona kile Yesu alichofanya, kila kitu, naye mtu huyu alifanya vile vile hasa Yesu alivyokuwa akifanya. Ni kama vile nitamwabudu. Alisema linafanana sana. Alisema wengine walitazama na kumwona Mungu, wengine walitazama na kumwona mwanadamu. Wote wawili wako sawa. Bwana sifiwe. Wakati ulimwengu unapokuona wewe, wanapaswa kuona kitu kile kile. Baadhi watamwona mwanamume, wengine wataona mwanamke, lakini wengine watamwona Mungu, na wote wawili wako sawa. Ninyi ni miungu wadogo. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. No. Kama vile ndugu Branham alivyosema, hilo lingemfanya mbaptisti apaze sauti. Amina. Amina. Unajua, ninaamini kwamba tunajisikia labda kama vile Yohana alivyofanya alipotazama na hakuna mtu aliyestahili. Alisema aiangalie na hakuna mtu aliyestahili. Alisema alitazama duniani kote. Akasema alitazama chini ya nchi. Akasema hapana astahilie kukifungua kile kitabu cha muhuri 7. Kitabu kile. Anasema hakuna astahilie kukitazama. Sasa unaweza kuwazia kama mwanadamu huyu hapa Yohana akiwa kule na mafunuo haya yanamjia, na kisha akakiona kitabu hiki, kitabu cha Ufunuo, naye akatazama, wala hapakuwa na mtu yeyote anayestahili. Si ajabu alilia kwa uchungu, si ajabu alilia. Alikuwa katika hali ya chini kabisa ambayo mwanadamu awezayo kuwa, chini kabisa ambapo sote tumekuwa, kwa sababu hakuna matumaini kwetu sisi. Tumepotea kabisa, tukuwa na njia ya kutoka. Yohana alisema ili lisipotokea, ikiwa hakuna anayestahili, anasema kuna tumaini. Tumehukumiwa, anasema tumekwisha. Hili ndilo alisema, imekwisha. Anasema naye Yohana alilia sana. Itakuwa kwa uchungu, alikuwa akilia tu, hakuna matumaini, sote tumekwenda, yote yamekwisha, tumekwisha. Alisema hakungekuwa hali ya chini zaidi. Alisema tulihitaji mkombozi wa jamaa wa karibu. Tunamhitaji mtu fulani aliye mkombozi wa jamaa wa karibu. Alisema asingekuwa malaika. Alisema malaika ana mwili tofauti, naye alisema yeye alikuwa tofauti. Alisema yeye hakuanguka kama mwanadamu alivyoanguka. Na akasema alitazama huku na huku, na hao manabii wote walikuwa pale. Elia alikuwepo, na Musa alikuwepo, Elisha alikuwepo, Yohana Mbatizaji, wote walikuwa pale, lakini hakuna aliyestahili. Alisema walikuwa wamezaliwa katika dhambi. Anasema kwamba hawakustahili.
hili. Alisema ilihitaji mkombozi wa jamaa wa karibu. Ni mkombozi wa jamaa peke yake ndiye angeweza kulifanya jambo hilo. Ni mwanadamu tu ndiye angeweza kufanya jambo hilo. Tulimhitaji Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe apate kuwa mwanadamu, apate kufanyika sisi. Ilibidi afanyike sisi. Amina. Kwa hiyo Mungu kwa neema yake ya ajabu, alisema ilikuwa ni neema yake ya ajabu. Kwa nini Mungu wa viumbe vyote, kwa nini yeye atake kufanyika mimi? Kwa nini yeye atake kuniokoa mimi? Anasema lakini yeye alifanyika yule mwanakondoo astahili. Akasema alifanyika sisi ili sisi tupate kuwa yeye. Ili tuweze kufanyika yeye. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Kwa hiyo wakati Yohana atazamapo huku na huku, naye anaona hilo, aliliona nini baadaye? Nini kilichotokea baadaye? Yule mwanakondoo. Akasema yule mwanakondoo alikitoa kila kitabu. Akasema alipanda pale na kukitoa kile kitabu mkononi mwa yule aketie juu ya kile kiti cha enzi. Nani nini kilichotokea? Inasema sasa ni mali ya mwana-kondoo. Amina. Sheria ya Mungu ilihitaji, yeye ndiye anayekishikilia. Sheria ya Mungu ilihitaji mkombozi wa jamaa wa karibu, naye mwana-kondoo akatokea akiwa amekishikilia. Mimi ndiye jamaa yao wa karibu, mimi ndiye mkombozi wao, na sasa nimefanya maombezi kwa ajili yao, na sasa nimekuja kuwadai haki zao. Na kuna mmoja tu, mimi nimekuja kudai haki zao, kwa kuwa wana haki ya kila kitu kilichopotea wakati wa lile anguko. Mimi nimelipa gharama. Amina. 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 No, jamani. No, Mungu wangu. No. No. Haki ya kila kitu. Oh, no. Jina la Bwana lihimidiwe. Bwana sifiwe. Mweza kuketi. Si ajabu Yohana alilia, akapiga kelele. Sasa hapa alikuwa katika hali ya chini kabisa, alikuwa tayari hakukuwako na chochote, na kisha hilo linatokea. Alisema alipopata sauti, alisema kila kitu mbinguni, kila kitu duniani, kila kitu chini ya nchi, kila kiumbe duniani, kila mahali kilimsikia yeye akisema amina. Baraka na utukufu na hekima na uweza na nguvu na utajiri una yeye. Amina. Alimwona yule mkombozi. No, jamani. Bwana sifiwe. Sasa kama hilo lilimfanya Yohana kufanya hivyo, hilo linapaswa kutufanya sisi kufanya nini? Hebu mbingu na nchi, chini ya nchi, na vitusikie. Jina la Bwana lihimidiwe. Lo! Bwana sifiwe. No! Amina. Mweza kuketi. Huna budi kumwita Yohana shupavu wa dini. Jamani, huko ni kusifu. Jamani, wakati kila mtu mbinguni na duniani na chini ya nchi na kila kiumbe kilimsikia yeye akipaza sauti na kupiga kelele, hiyo hapo njia ilikuwa imefanywa, alikuwa ameipata. Hey, Mungu wangu. Lo, asante Bwana. Ambacho ndugu Branham alisema nini? Yeye anasema kile atakachokuwa alikiona Yohana, atakuwa alitazama ng'ambo ya pazia la wakati, naye akaliona jina lake limeandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana-kondoo. Je, unaweza usiku wa leo kutazama ng'ambo ya pazia la wakati na kuliona jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana-kondoo? Unaweza? Unaweza? Amina. Amina. Jina langu limeandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo. Si kitabu cha uzima cha mwana-kondoo. Kuna tofauti. Lo, Mungu wangu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Lo. Mweza kuketi.
Praise the Lord. Bwana sifiwe. Brother Branham said, Ndugu Branham alisema alipokuwa anapata ufunuo huu, alisema alikuwa akipiga kelele kila mahali. Tunawezaje kufanya chini hapo? Amina. Akasema nimejisikia vizuri sana usiku wa leo. Anasema ningeweza kunena kwa lugha. Naamini alikuwa, na unapomsikia yeye usiku wa leo, ninaamini hilo. Alipolisema hilo, nilikuwa namsikiliza. Ni kama pengine ndivyo walivyofanya na Petro. Anasema itakuwaje sisi sote tunawasikia kwa lugha zetu wenyewe? Kwa hiyo enyi watafsiri, baada ya muda kitambo, hamna la kusema huko nyuma, uoni uhalisia. Amina. Mungu alifanyika mkombozi wa jamaa yetu wa karibu. Anasema sio tu kutukomboa ambalo alifanya, bali kutufunulia kila kitu, kila siri iliyomo ndani ya Biblia hii. Kila kitu tangu mwanzo wa nyakati. Alimtuma nabii wake kama hata atayatangulia haya. Amina. Alituambia hata kabla ya haya yaliyoandikwa hapa. Alinena juu ya kosmos iliyokuwa nje huko. Alituambia ile nuru iliyotokea ambayo hata haijaandikwa hapa. Bwana sifiwe. Amina. Ninyi ni watu mliopendelewa vipi? Alisema kwamba ile nuru ilitokea na kucheza mbele zake. No. Amina. Mweza kuketi. Lakini yeye pia, kama alivyosema hivi punde, alirejesha kila kitu kilichopotea katika lile anguko. Anasema, na sasa tuna haki ya kila kitu. Alisema ya kwamba kila kitu ambacho Adamu alikipoteza, ambacho aliachilia, kwamba alianguka, naye alitaka hekima, anasema, ambayo tumerejeshewa. Alisema yale Adamu, alisema yeye alikuwa ni Mungu mdogo. Alisema kama kuna mti pale, naye alitaka mti huo uondolewe, aliuhamisha tu ule mti. Hilo tumerejeshewa sisi tena. Alisema unapokuwa na haja ya kitu fulani, unanena neno, unaliamini. Amina. Hivyo ndivyo neno lilivyosema. Amina. Amina. Ninapenda jinsi alivyosema jana usiku, una kansa, una uvimbe, unaendelea. Hiyo inaleta tofauti gani? Hakuna. Tunashikilia. Alisema kama vile Nuhu alivyosema, mvua itanyesha. Hakuna mawingu angani, itanyesha. Mmekuwa mkisema hivyo kwa maelfu ya miaka. Atakuja kumchukua bibi wake. Amina. Anakuja kumchukua bibi wake. Sisi ndio bibi wake. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Bakini tu mmesimama. Ninataka kusoma funga kazi. No, ni yote. Si kupaswa kusema hivyo Bwana. Yote ni funga kazi. Yote ni maneno ya uzima wa milele. Yote ni maneno ya Mungu yaliyonenwa kwetu sisi, yaliyoamriwa tangu zamani kuyasikia. Je, jina langu limo? Sijui mimi. Ninatumaini limo. Lakini kama limo, liliwekwa kwenye hicho kitabu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Majina yenu yaliandikwa kwenye kitabu hicho kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Tunaamini hilo. Hilo ni jambo lile tunaloliamini. Haijalishi kupanda kwako, kushuka kwako, kuanguka kwako, au kitu kingine chochote kile unachofanya, unaliamini hilo limo moyoni mwako. Shetani hawezi kukuondolea hilo. Anaweza kucheza michezo yote hiyo midogo ya akili kichwani mwako. Yuko huru kufanya hivyo, lakini hawezi kuigusa nafsi hiyo. Hawezi kulifuta jina hilo lililoandikwa kwa damu. Hawezi kulifuta. La, hapana. Hapana. Kwa sababu mwanakondoo alikitwaa kila kitabu na kutukomboa, kisha akaliweka jina lako pamoja na damu ya mwanakondoo.
amesamehewa. Unasemaje kuhusu wino huo? Anasema unaweza kuandika hukumu yangu au unaweza kuandika msamaha wangu. Nao huo uliandika msamaha wetu. Limidiwe jina la Bwana. Lakini jambo la kwanza ambalo liliwakilisha ule ukombozi, alikuja mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, naye akakitoa kile kitabu, utukufu, akakifungua kile kitabu na kuichana ile mihuri na kukituma duniani kwa malaika wake wa 7 kukifunua kwa watu wake. No! Utukufu! Oh! No! Utukufu! No! Mungu wangu! Tuko tayari kufanya nini? Mungu wangu! Lo! Vigelegele, vifejo, zile haleluya, watu wa mafuta, nguvu, utukufu, dhihirisho. Jina la Bwana lihimidiwe. Mungu wangu, asante Bwana Yesu. Hayo yote na mimi ni sehemu yake. Hayo yote na wewe ni sehemu yake. Uliyechaguliwa tangu awali. Si ajabu wote walitaka kuishi katika wakati huu. Si ajabu walitaka kuwa papa hapa ili kusikia haya mnayoyasikia ninyi. Ujumbe wa saa hii, siri zote zikifunuliwa, yule malaika mjumbe mkuu. Asante Bwana Yesu. Hebu tuinamishe vichwa vyetu mchana huu. Tunataka kuhakikisha kwamba anajua amekaribishwa zaidi hapa. Yeye yuko hapa. Hapana, siwezi kama vile ndugu Branham alivyosema mara nyingi sana. Alisema, unajua, nitaangalia kwa wasikizaji. Akasema ni rangi maziwa tu. Bwana, jalia hilo litukie leo. Hebu uende kote tu katika ukumbi huu wote Bwana. Jalia eneo lote liwe rangi ya maziwa kwa Roho wako Mtakatifu Bwana Yesu. Upako wako ushuke na ututie mafuta upya Bwana Yesu. Utufunulie neno lako Bwana. Utufanye kuwa wana na binti za Mungu wa kweli. Tunaamini sisi ni watoto wako Bwana. Tuko hapa kukuabudu wewe, kukushukuru Bwana Yesu. Asante kwa neema yako na rehema zako kwetu Bwana. Kumekuwa na maombi mengi sana ambayo yamekuja usiku wa leo. Hatutayasoma yote, lakini tunajua kwamba Baba anayajua yote. Nasi tunajua kwamba atayajibu yote. Yeye alisema, ikiwa 2 au 3 wamekusanyika kwa jina langu, mimi nitakuwapo. Neno lake haliwezi kushindwa. Sote tuna mahitaji. Fanya tu hilo, hitaji lako lishikilie moyoni mwako. Bwana Yesu, unaujua moyo wangu. Bwana, unajua ninachohitaji. Hata sijui kwa kweli. Najua kuwa hitaji langu laweza kuwa ugonjwa, linaweza kuwa familia, inaweza kuwa haja ya kifedha, inaweza kuwa uponyaji wa mwili Bwana. Lakini Bwana, nataka kufanana tu na wewe Bwana Yesu. Bwana, ndivyo ninavyotaka. Kupanda na kushuka kwangu, kushindwa kwangu Bwana. Lakini Bwana, wewe ulifanyika mkombozi wangu wa jamaa wa karibu. Uliandika msamaha kwa ajili yangu Bwana, na wewe umeketi pale kama mwombezi Bwana. Hata uzioni, kwa sababu dhambi zangu ziligonga kitakasaji, nazo zikatoweka, nawe huwezi kuziona tena. Na wewe daima uko pale Bwana, na utakutana na kila moja ya maombi haya Bwana. Kila mtu aliyeandika hapa, kila mtu anasikiliza hewani, popote mlipo, mikono yenu imeinuliwa, mioyo yenu kwa Bwana. Analiona hilo, naye analijua, anajua ombi lako. Na sasa amini. Tupilia mbali mashaka yote, ondoa hoja zote. Haijalishi linaonekanaje, likoje, litupilie mbali. Uchomoe upanga wako. Alisema upanga huo una nguvu kama tu unashikiliwa na mkono wa imani.
Nami ninalipenda unayo ngao juu yake, kwa maana unaposhuka kupiga moyo wako inauzuia. Ishikilie ngao hiyo ya imani, ishike mkononi mwako na uamini. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni mwovu nani? Watenda mabaya waliponikaribia wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita vijaponitokea, hata hapo nitatumaini. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo ninalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. That will I seek after, and I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to uphold ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Mradi atanisitiri bandani mwake siku ya mabaya, atanisitiri katika sitara ya hema yake na kuniinua juu ya mwamba. Na sasa kichwa changu kitainuka juu ya adui zangu wanaonizunguka, nami nitatoa dhabihu za shangwe hemani mwake. Nitaimba, naam, nitamhimidi Bwana. Bwana, usikie kwa sauti yangu ninalia, unifadhili, unijibu. Uliposema nitafuteni uso wangu, moyo wangu umekuambia, Bwana, uso wako nitautafuta. Usinifiche uso wako, usijiepushe na mtumishi wako kwa hasira. Umekuwa msaada wangu, usinitupe wala usiniache, Mungu wa wokovu wangu. Wakati Roho wa Bwana ajapo moyoni mwangu, nitaomba kama Daudi alivyoomba. Wakati Roho wa Bwana ajapo moyoni mwangu, nitaomba kama Daudi alivyoomba. Nitaomba, nitaomba, nitaomba kama Daudi alivyoomba. Nitaomba, nitaomba, nitaomba kama Daudi alivyoomba. Baba wa mbinguni mwenye neema, jinsi wewe ulivyo mkuu Bwana, jinsi tunavyokupenda, jinsi tunavyokuabudu wewe Bwana Yesu. Mungu, ulifanyika sisi ili sisi tufanyike wewe Bwana. Bwana, tuko hapa kukuabudu usiku wa leo Bwana. Tuko hapa kukushukuru Bwana kwa neema yako Bwana, rehema zako na upendo wako mkuu. Hakuna upendo mkuu kama upendo wako Bwana Yesu. Baba, tunakuabudu na tunakushukuru kutoka ndani kabisa ya mioyo yetu Bwana. Baba, kwa nafasi ya kukusanyika pamoja Bwana, kukuabudu na kulisikia neno lako Bwana Yesu. Baba, kujua ya kwamba sisi ni uzao wako wa kifalme, yule bibi harusi aliyechaguliwa tangu zamani, aliyekusudiwa tangu zamani na kuitwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, aliyechaguliwa tangu zamani, kujua ya kwamba tungekuwa hapa usiku huu tukiliitia jina lako, na ya kwamba wewe ungekuwa hapa kujibu Bwana. Baba, tunapoleta maombi haya mbele zako Bwana, unajua kila moja na kila kitu Bwana. Unajua kila mkono ulioinuliwa Bwana Yesu. Wewe unajua kila siri ya kila moyo Bwana. Baba, shuka, mjalie kila mmoja Bwana. Hebu na tushike upanga huo Bwana, ule upanga kwa mkono wa imani, kuamini Bwana, na hebu na tumpige shetani kwa huo Bwana Yesu. Tunaamini kwamba tutasikia
kutoka mbinguni Bwana, na kwamba utajibu kila ombi Bwana Yesu. Tunaamini hilo Mungu Mwenyezi, kwa kuwa sisi ni watoto wako Bwana, na ulisema ombeni lolote kwa jina langu nami nitawapa hilo mkiamini. Nasi tunaamini Bwana Yesu kwa yote yaliyo moyoni mwetu. Tusaidie kutokuamini kwetu Bwana Yesu. Na Baba, tunakuomba uje usiku wa leo ututie mafuta upya Bwana Yesu kwa Roho wako Mtakatifu. Bwana, ni wakati wa namna gani tunaoishi Bwana, tunapotazama nyuma na kuona Bwana jinsi hiyo ilivyopaswa kuwa Bwana. Yohana alipotazama nawe ukatokea Bwana, nawe ukakitwaa kile kitabu Bwana Yesu, ulivunja ile mihuri Bwana, na ukaituma kwa malaika mjumbe wako wa 7, na kisha yeye akaileta kwa bibi harusi wako Bwana Yesu. Baba, tunazijua siri zote, kila kitu kimewekwa papo hapo katika hiyo mihuri Bwana. Fungua ufunuo wetu Bwana ili kuelewa na kuamini. Tupe ile imani ya kunyakuliwa tunayohitaji Bwana Yesu. Tunakusihi Bwana, tusaidie Bwana Yesu. Tupe hiyo Bwana. Baba, tunakuhitaji Bwana. Saa imeenda sana. Bibi harusi anajiweka tayari Bwana Yesu. Tunafanya yote tunayojua kufanya Bwana, kudumu wa kweli kwa neno lako na ujumbe huu na kwa ujumbe wako Bwana Yesu. Tunaamini kila neno Bwana Yesu. Tunasema amina kwa kila neno Bwana Yesu. Inawaka ndani ya mioyo yetu Bwana Yesu. Baba, njoo uwe pamoja nasi, ututie mafuta upya Bwana Yesu. Tunakupenda na tunakushukuru Bwana Yesu. Tunakushukuru kwa yote uliotutendea Bwana, uponyaji mwingi uliofanya, kwa kufufua wafu, kwa kuponya wagonjwa, kwa kurejesha Bwana, kuonyesha ya kwamba wewe uko pamoja nasi Bwana Yesu. Baba, tunakupenda. Asante Bwana Yesu kwa mara nyingine tena kwa wakati huu Bwana. Ubarikiwe na uwe pamoja nasi sasa. Tunakualika, njoo Bwana Yesu, njoo uwe pamoja nasi. Tunakupenda. Tunaomba haya yote katika jina hilo zuri, lile jina la thamani la mkombozi wetu wa jamaa wa karibu, na sote tunasema amina. Wakati Roho wa Bwana ajapo moyoni mwangu, nitaomba kama Daudi alivyoomba. Wakati Roho wa Bwana ajapo moyoni mwangu, nitaomba kama Daudi alivyoomba. Nitaomba, nitaomba, nitaomba kama Daudi alivyoomba. Haleluya. Naam, nitaomba, nitaomba, nitaomba kama Daudi alivyoomba. Wakati Roho wa Bwana ajapo moyoni mwangu, nitaimba kama Daudi alivyoimba. Wakati Roho wa Bwana ajapo moyoni mwangu, nitaimba kama Daudi alivyoimba. Vema, nitaimba, nitaimba, nitaimba kama Daudi alivyoimba. Naam, nitaimba, nitaimba, nitaimba kama Daudi alivyoimba. Wakati Roho wa Bwana ajapo moyoni mwangu, nitapenda, nitapenda kama Daudi alivyopenda. Wakati Roho wa Bwana ajapo moyoni mwangu, nitapenda kama Daudi alivyopenda. Naam, nitapenda,
kama Daudi alivyopenda. Nitapenda, nitapenda, nitapenda kama Daudi alivyopenda. Amen. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi.